Habari za wakati huu waandishi wa habari, karibuni sana kwenye press conference yetu ambayo tumeandaa hapa makao makuu ya Crown. Kwa majina naitwa Juma Ayo, mimi ni mratibu na msemaji wa tukio hili la leo hapa kwenye ofisi zetu za Crown. Lakini siko peke yangu, mbele yangu hapa kuna sura ambazo zinaweza zikawa sio ngeni sana. Upande wangu wa kulia yupo Morris Abraham, mchezaji wa kimataifa wa Tanzania, lakini mchezaji wa zamani pia wa Alliance Schools, Alliance Academy. Lakini ninaye Nelson Bwire ambaye ni meneja wa shule za Alliance na timu zote za Alliance. Mimi sitakuwa msemaji sana, lakini nitumie fursa hii tu kusema kwamba tumekutana leo hapa kuwafahamisha Watanzania jambo moja kubwa la muhimu sana kuhusiana na football, kwa maana ya mpira. Kumekuwepo na matamasha ya hapa na pale nchini. Kama mnakumbuka, kuna baadhi ya wachezaji wakubwa wa national team na club zetu za Simba na Yanga wamekuwa kiandaa matamasha yao hapa na pale. Lakini na sisi sasa tukaona tunapaswa kuwa sehemu ya kile ambacho kinafanyika, lakini kwa utofauti mkubwa sana. Watu wengi wana historia na Alliance Schools pale Mwanza makao makuu na timu zake zote, kwa maana ya Alliance Academy ndio academy ya kwanza Tanzania kutoa wachezaji wengi sana waliokwenda nje na kuwepo kwenye timu zetu zote za taifa za wanawake, lakini pia timu za wanaume. Mkurugenzi ambaye ni marehemu mzee wetu James Bwire alikuwa na nia ya dhati sana ya kuifanya michezo isogee kwa kiwango kikubwa sana, na mimi ni mmoja wa watu ambao nimeshuhudia uanzishwaji wa Alliance miaka hiyo 2011 2012 ikiwa inakuwa kwa kasi mpaka leo. Alliance ni moja ya shule ambao ukihitaja kila mmoja anaifahamu. Kwa hiyo tumekaa chini kwa pamoja na uongozi wa shule tukasema hapana, tunahitaji kufanya mwendelezo wa vitu vikubwa ndani ya kituo cha Alliance, kama ambavyo mzee Bwire wakati wa uhai wake alikuwa akitanguliza michezo kama kipaumbele kwenye shule yake. Kwa hiyo tumekuja na kitu gani na kitakuwa na mambo gani? Niwakaribishe sasa wenzangu ambao tuko nao. Tulikuwa tu hapa na Miroshi, kila mmoja anamfahamu, mmoja wa wachezaji wa kimataifa wanaocheza nje, nadhani amechelewa tu, lakini hapa kama nilivyosema yupo Morris, Isra, Patrick Mwenda yuko hapa. Hawa ni wachezaji ambao ni wakubwa leo wanaonekana kwenye club kubwa, lakini chimbuko lao ni Alliance. Kwa hiyo tumewakusanya na tumewaleta kwa pamoja, watazungumza, wao ndio wenye jambo hili, watalisema kwa Watanzania. Lakini nimkaribishe meneja wa timu na meneja wa shule za Alliance Nelson aweze kuzungumza kidogo, na yeye ana jambo la kusema kuhusiana na tukio hili. Alafu Isra atatuambia sasa ni jambo gani kubwa ambalo limeandaliwa kwa Watanzania. Kwa majina naitwa Nelson Marwa Bwire, ni meneja wa shule za Alliance. Kama alivyoongea Juma Ayo, ni kwamba tarehe 9 mwezi wa 7 tunaandaa tamasha letu la Alliance Day ambao litafanyika Mwanza, uwanja wa Nyamagana. Kikubwa ambacho tunakiandaa hapa, tunaandaa muunganiko wa wanafunzi waliopita Alliance, wafanyakazi waliopita Alliance, na ndugu wa Alliance, marafiki wa Alliance, mashabiki wa Alliance, wote warudi kusherekea siku yetu hiyo ya Alliance Day. Kikubwa nipende kuongea na umma na kuwataarifu umma ya kuwa Alliance ipo na Alliance inaendelea na shughuli zote za michezo kama kawaida. Shughuli za masomo kama kawaida, tuna Alliance Boys, tuna Alliance Girls, tuna Alliance Primary School. Shughuli zote za elimu zinaendelea na shughuli zote za michezo zinaendelea. Sasa ndugu wazazi wa Tanzania kiujumla, tunawakaribisha Alliance. Taasisi iko vizuri na tunawakaribisha mpate masomo na mpate michezo. Naweza kumkaribisha Isra Patrick Mwenda aweze kuongea kuhusu tamasha itakuwaje na mengineyo. Kiukweli ugumu upo kukaa na mchezaji akiwa bado ni mdogo mpaka anafika umri wa kuwa machua kucheza Premier League. Kiukweli ni ugumu upo kidogo, ila sisi kiukweli tunajivunia kwa sababu wachezaji wetu wengi tuliwalea kwa misingi ya shule. Akikaa kwenye misingi ya shule kidogo anakuwa sio
kama ambaye yupo kwenye misingi ya shule. Akitoka mazoezini anaenda shuleni. Kwa kidogo shule inamshepu kukaa kwenye misingi ya kinidhamu, anakuwa sio mchezaji wa kuwa na mambo mengi ya kuhangaika, ila akiwa yupo nje ya shule kidogo ndio inakuwa ni changamoto. Sisi tumefanikiwa kwa sababu wengi tunaweka kwenye utaratibu wa shule. Na hata kama somi ila bado anakaa kwenye utaratibu wa shule, inamaanisha ile discipline inaendelea kuwepo, na hii ndio inafanya mpaka wanafanikiwa wanafika kwenye level hizi. Kabla ya ujio wa Alliance Day, ni kwa namna gani wachezaji ambao mliwahi kupita Alliance kwa mkikutana aidha kusaidiana ama kupeana nasaha za hapa na pale kuhakikisha nadhani hicho kitu ambacho umekizungumza ni cha muhimu sana, kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa tumeishi pamoja kwa muda mrefu sana, sababu ukiangalia 2011 mpaka 2019 20 ni miaka mingi sana. Kwa hiyo tumekuwa tukiwasiliana, tuna group letu of course ambao tunawasiliana, tunajuliana maendeleo yetu yakoje, kama kuna chochote cha kufanya, mpaka tumefikia leo hii tumeandaa Alliance Day kushirikiana na Nelson hapo. Maana yake ni jambo ambalo tulikuwa nalo muda mrefu. Yaani baada ya mzee kufariki, ilibidi tukae sisi kama sisi tujadiliane, tujue namna gani ya kufanya tukio ambalo tutamkumbuka mzee wetu, kwa sababu unajua kila kwenye mafanikio kuna mkono wa mtu, au sio? Na sisi tuliangalia kwa upande wa James Bwire, ni mzazi ambaye alitusaidia sana katika karia yetu, kwa sababu kana wachezaji sisi tunakaa pale tuko free, tuenda shule free, atulipia ada wala nini, kwa sababu ya nini ya mguu. Sasa kitu kama hicho inakuwa ni vigumu sana, na ukiangalia asilimia kubwa kwenye akademi zetu, hata ukifuatilia Tanzania hapa, ni akademi chache sana ambazo zinaweza kumchukua mchezaji zikakaa naye zaidi ya miaka 10 au miaka 9 na kumkuza na kuhakikisha kwamba anakuwa katika ile level ambayo anahitaji. Kwa hiyo si huwa tunakaa pamoja, tunazungumza, kama kuna ushauri tunashauriana, kwa sababu hata ukiangalia Nelson huyu hatakuwa naye kwenye group letu la wachezaji. Umeona, hatakuwa naye kwenye group letu, lakini vyote vinavyofanyika anavifahamu. Kwa hiyo sisi ni familia, na familia hii imeunganishwa na marehemu James Bwire, na ni kipindi ambacho cha mafanikio, kila mtu anakuepo karibu yetu, na kipindi ambacho kuna matatizo, kuna baadhi wanaondoka, kuna baadhi wanakuja. Hiyo ni kawaida katika maisha, lakini sasa kwa upande wetu sisi tuko kama familia kwenye shida, tupo kama familia kwenye raha. Mipango ya kuhusu kuwepo kwa wachezaji wa kike, kiukweli watakuwepo ambao wapo ambao tulikuwa nao kwenye msimu huu na msimu uliopita wachache, ila wale ambao wanafahamika kama kina Aisha Masaka, kina Enekia Kasonga, wale wengi wako Afcon. Sasa sababu wako Afcon, kiuhalisia kuwa nao itakuwa ni ngumu, ila wao pia wameahidi watashiriki kwa namna ambao wataweza kushiriki, ila ambao watakuwepo ni wale ambao tuko nao kwenye ligi, ambao walikuwa kwenye ligi msimu huu, na wale ambao hawajabahatika kwenda national team, ila ambao wapo yao wengine hao, ila wale wa national team watakuwa ku Afcon, kwa hiyo tutakuwa nao. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuchukua fursa hii kusema kwanza asante kwa kutokea kwenye press hii, kwa sababu najua mlikuwa mna kazi nyingi. Kuna wengine wamechelewa, kuna wengine labda walikuwa wana shughuli zingine, kwa mtu huye lazi kwa hilo. Na kingine kikubwa ambacho kimetukutanisha pamoja hapa ni kuhusiana na Alliance Day. Nadhani kama mnaweza kukumbuka, aliyekuwa bosi na meneja wa timu za Alliance pamoja na shule, James Bwire, alifariki mwezi Januari, na hicho kitu sisi kama wachezaji na wanafunzi baadhi ambao wamepitia pale, tumeona tujumuike kwa pamoja, tujiunge ili tuweze kuenzi yale yote ambayo maono ambayo alikuwa nayo bosi wetu, kwa sababu cha kwanza alitaka sisi tufanikiwe katika mpira, alafu kingine alitaka pia tupate elimu, kwa hiyo mpira na elimu viendane sambamba. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kuenzi yale yote ambayo yalikuwa ni maono yake, kuhakikisha sisi tunapitia katika misingi mizuri. Na kitu kingine
ni kutunganisha pamoja, kwa sababu ukiangalia Alliance imeanzishwa 2011 na ni zaidi ya wachezaji 200 wamepita pale kama sio 300, na ligi kuu sidhani kama kuna timu nadhani kuna timu baadhi ndo hamna mchezaji wa ligi kuu ambaye ashawahi kucheza Alliance, lakini asilimia kubwa kila timu ukiangalia kuna mchezaji wa ligi kuu ambaye ameshawahi kupita Alliance. Sasa tuliona kama wachezaji kwa pamoja tujiunge na bwana Nelson kuhakikisha tunaenzi yale yote ambayo mzee wetu alikuwa nao, ambao ilikuwa ni plani zake, na tutafanya hivi kuwa endelevu. Tarehe 9 mwezi wa 7 tunaanza, na tumaini itakuwa jambo endelevu na itakuwa na matunda, na nadhani tutafikia malengo yale ambayo alitarajia kuyafikia mzee wetu. Sasa tamasha letu litafanyika tarehe 9 mwezi wa 7 na litafanyikia katika viwanja vya Nyamagana. Kwa hiyo kutakuwa kuna shughuli mbalimbali ambazo zitaanza mapema kabla ya mchezo wenyewe, kwa sababu mchezo utakuwa ni saa 10 na kiingilio kitakuwa ni shilingi 2000 kwa shilingi 1000. Na kikubwa zaidi kutakuwa kuna mgeni rasmi. Nadhani tushaongea na mkuu wa mkoa wa Mwanza. Kwa nadhani atajumuika na sisi na kashaonyesha nia ya kujumuika na sisi. Lakini kitu kingine ambacho nilikuwa nataka nikiweke wazi ni kwamba tutajiunga wachezaji wote ambao tumepita pale Alliance, afu tutacheza na timu moja ya combine ya ligi kuu. Kwa hiyo nadhani kesho kutwa tutatoa majina rasmi, kwa sababu tulikuwa tunasubiria kuona wachezaji gani watakuwa timu ya taifa, wachezaji gani watakuwepo, wengine hawatakuwepo. Kwa hiyo nadhani kesho tutatoa majina ya wachezaji ambao tutakuwa nao katika tamasha hiyo. Kwa hiyo ni sisi against wachezaji combination ya ligi kuu. Iko sawa. Majina yangu ni Israel Patrick Mwenda. Sisi kama vijana wa Alliance tumekuja kuwataarifu wa Tanzania kwamba tutakuwa na tamasha letu tarehe 9 mwezi wa 7. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana kuwakaribisha wajitokeze kwa wingi, waje kwenye tamasha hilo. Ni tamasha ambalo litafanyika Mwanza Nyamagana. Kwa hiyo ningependa watu wote waweze kujitokeza kwa wingi, waweze kutusupport ili tuweze kuyaishi yale ya mzee wetu marehemu James Bwire. Alikuwa ametuasa, alikuwa anatamani aweze kutimia. Kwa hiyo naamini kwamba kila mmoja aliyepita Alliance, ni wachezaji wengi sana ambao wengi wanapita katika vilabu vya ligi kuu, wengine ma professional, wote watakuwepo. Kwa hiyo ningependa sana Watanzania watoe support yao, watusupport sisi vijana wao, waisupport pia na academy ya Alliance, kwa sababu imetoa talent nyingi sana kwenye timu za ligi kuu na pia hata timu za daraja la kwanza wengine wapo wanacheza. Kwa majina naitwa Nura Mohamed Ramadhani, ni mtangazaji wa vipindi vya michezo kutokea Clouds. Mimi ni moja kati ya wanafunzi au zao la Alliance Girls. Kwa hiyo ningependa kuchukua fursa hii kuwaalika wanafunzi wote ambao wamepita katika shule za Alliance, lakini ambao hata hawajabahatika kusoma Alliance katika tamasha la tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka huu 2025 katika uwanja wa Nyamagana. Alliance haijivunii tu kutoa wachezaji wa soka, bali imetoa vipaji vingi kama hivi utangazaji, lakini pia kuna wasanii waimba music, bongo flava, lakini pia kuna waigizaji na watu mbalimbali ambao wapo katika sehemu mbalimbali. Kwa Alliance sio tu kuzalisha wacheza mpira, bali wamezalisha vipaji vingi na watu wengi ambao tunajivunia kupita katika mikono ya marehemu baba yetu James Bwire. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha sana.